Kaju Mpemba, tunaweza kupata nidhamu za muziki huu na nafasi zake? Unaweza ukatuelezea nidhamu katika muziki huu na nafasi zake zinakuwa vipi mzee? Nidhamu ni muhimu sana kwa sababu muziki wetu wa Singeli ni muziki wa Uswahilini kabisa. Ni muziki ambao unakosa nidhamu. Na sasa hivi muziki umekuwa kama tumesikia mama amesema ni nembo kubwa ya taifa. Kwa hiyo unapokuwa unafanya muziki wa Singeli alafu una nidhamu, kauli zako zile za usela hata kwa waheshimiwa, kauli zako za usela hata kwenye media, kauli zako za usela hata studio unapokuwa una rekodi, kwa sasa hivi haziwezi kufanya vizuri. Kama utafanya muziki wako basi tenganisha nyimbo. Fanya hii nyimbo ya mtaani, hii nyimbo ndio utapeleka media ama utapeleka kwenye jamii. Na nidhamu ya uvaaji, upendezaji, kwa sababu nao tunaita ni nidhamu. Ukiwa unavaa vibaya alafu unaenda, sasa hivi muziki wetu ushakuwa kama umesikia ni nembo ya taifa. Kwa hiyo huwezi kwenda kwenye sehemu za muhimu umevaa vile vile, sasa unakosa nidhamu. Mpenzi huo umechorwa mbuti huo ovyo ovyo. Unatakiwa ujue sasa hivi kama tunaona kina Sholo wakina Msagasumu wanafanya muziki kwa nidhamu, wanaenda sehemu za nidhamu, wanavaa kinidhamu, wana kauli za kinidhamu. Kwa hiyo nidhamu katika muziki inahitajika sana, kuanzia uvaaji mpaka utekelezaji wa maneno pamoja na vitendo kwa muda. Ukiwa mtaani react kama uko mtaani. Ukienda sehemu za kazi basi time hii mimi nawashauri, unapojua mimi naenda radio sasa hivi au naenda kwenye show, basi unaangalia show aina gani na unavaa vipi, na hata kauli na hata manukato. Kunukia ni muhimu sana, unanukia hata kama unatumia. Tunaona kina Konde ana mabouncer wake, wana perfume, wana biskuti, wana Big G, anavuta, lakini akienda kwenye event atamshtua bouncer faster. Baada ya kuvuta atapigwa perfume, atatafuna Big G, ili anajua unapoongea na watu smile isiwe mbaya.